haikuwa saini nzuri kwa upande wake yeye. Yani kufanya transfer kuelekea Young Africans, moja ya timu ambayo kweli kwa matarajio alikuwa anatazama kwa ukubwa, lakini kimbinu na mahitaji ya timu ulikuwa uone kwamba Clatous Chota Chama anafiti zaidi kwenye ile timu. Imagine nadhani Chama atakuwa anajuta kujiunga naye. Anajuta. Kwangu mimi hiyo picha naiona kabisa. Nasema hivi kwa sababu Chama ni mchezaji wa daraja la juu kabisa. Imagine mpaka unafanikiwa kwenda kucheza klabu kama RS Berkane, umecheza Simba kwa mafanikio makubwa, Mono amekuintroduce kwenye ulimwengu wa soka na kupata jina kubwa zaidi barani Afrika. Alafu mwisho wa siku unaenda kufanya transfer kwenye timu kubwa zaidi vile vile. Alafu bado haupati ile nafasi ya kucheza. Ni tendency ya wachezaji wakubwa siku zote kutamani kupata game time kwenye michezo. Yes. Aliwahi kuzungumza Cristiano Ronaldo, anamwambia kocha wa Manchester United kipindi cha nyuma, sikumbuki alikuwa mwalimu, nadhani ni Ten Hag. Aliwahi kumwambia, kuliko kama hunipangi mimi, kuliko kuniweka bench, bora uniambie niifuatilie mechi nikiwa nyumbani kwenye TV tu. Kwa hiyo ndo kariba wachezaji wa daraja la juu. Sasa Clatous Chota Chama of course ana compete na Stefan Aziz Ki, lakini kitu ambacho naweza nikakwambia kwa Chama huyu tumeshawahi kumshuhudia ndani ya Simba, Saidon Tibazonkiza akicheza kwenye namba 10, yes. Lakini yeye alikuwa anatokea pembeni, yeah. Na utakumbuka kabla usajili wa Ikangalombo, Yanga walikuwa na struggle kwenye watu wa kucheza maeneo ya pembeni, yes. Kiasi cha kwamba walikuwa na uwezo, Chama akatokea kushoto, Pacome akatokea kulia, yeah. Stefan akacheza kwenye namba 10 na bado timu yao ikaendelea kuwa strong zaidi. Ila kwa kinachoendelea ndani ya Yanga nadhani hatakuwa anayafurahia maisha ya pale. Haya.